alafu nafsi zao zinakubaliana na kile kilichotamkwa au namna ambavyo wao wamejitamkia, na kwa bahati mbaya sana hawajui ya kwamba namna ambavyo unajitamkia au ukakubaliana na neno lililotamka kwa ajili yako lina nguvu ya kukufanya uwe kama ambavyo umelipokea au namna ambavyo wewe umejitazamia. Bwana Yesu asifiwe. Kutamka, Bwana Yesu asifiwe. Na iwe kitu fulani kikawa, na iwe kitu fulani kikawa, mpaka anakamilisha uumbaji siku ya saba, kila kitu kilikuwa kama ambavyo alitamka. Wala Biblia haisemi kuna kitu kiligoma. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa science, watu wa maabara, watu wa physics na chemistry, watu wa kupata matokeo, mnaweza mkao mnanielewa. Kuna wakati unaweza kuwa kwenye laboratory unafanya experiment zako, kuna kitu kinaweza kikakataa, na ukakumbuka kwamba kuna chemical equation ambayo haijakaa vizuri ikanipelekea nisipate matokeo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi pia kwenye shughuli zetu za kila siku, hata mama pale nyumbani, nimeenda mbali sana, hata pale nyumbani ukikanda maandazi ukikuta mzigo hujanyuka juu, kuna maswali ya kuuliza, aidha sijaweka amina au nimeweka iliyo ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna matokeo unayategemea kwenye kitu ambacho unakifanya. Sasa ulimwengu wa roho, vitu vinatokeaga kwa kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa roho vitu vinatokeaga au vitu vinakamilikaga kwa kutamka. Kwa inategemeana na wewe unatamka nini ili vitu viweze kutokea. Ukiachana na mkanda maandazi, ukiachana na mkemia ambaye anasubiri ende maabara apate sampuli ya vitu anavyovitaka na matokeo anayotaka, lakini ulimwengu wa roho ndio ulimwengu unaoongoza dunia. Ulimwengu wa roho ndio unaongoza dunia. Sasa inategemeana ni ulimwengu upi, aidha wa giza au wa nuru, lakini ulimwengu wowote una uwezo wa kuongoza dunia. Itategemeana na hayo mazingira, mmechagua ulimwengu gani kuongoza, lakini kila ulimwengu wa roho unaongozwa kwa kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinapokuwa kitu kimetamkwa, kitu cha kwanza ambacho kinakwenda ku knock off na kwenda kukubaliana na kitu kilichotamkwa tunakiitaga nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi ikikubaliana na kitu ambacho wewe umekitamka, au nafsi ikikubaliana na kitu ambacho umetamkiwa, ukaamua kukibeba kama kilivyo na kukiishi, utakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi sana wanaogopaga wachawi. Mimi ni vitu ambavyo sijaogopaga. I'm so sorry to tell you this, kama kuna wachawi wako mahali hapa, ninawaambia hivyo. Hata wao pia wana tabia ya kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ulimwengu wa roho unatamka ili vitu viweze kutokea. Ulimwengu wa roho unatamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanatamka, kitakachotamkwa ndicho kinachotokea kama tu ukikibeba. Na mara nyingi ulimwengu wa roho sumaku yake inakuwaga ni hofu. Kwa hiyo hofu ndiyo inakuwa ni kama utelezi unaopokea kilichotamkwa kikufike. Ndio maana mpaka leo unakuta kuna mtu ni Mkristo lakini anaogopa wachawi. You serious? Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu uliyembeba, kwa sababu wachawi wana tabia ya kukutengenezeaga hofu, kwa sababu hofu ni utelezi unaoweza kufikisha kitu ambacho anakitamka kwako na ukipokea. Unakuta mtu ameokoka kapaka kanalia nje, anaogopa. Unaogopa nini? Lala wewe usipaka. Mtu anakosa usingizi kupaka amelia nje, sasa asilie. Paka miguu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata kipindi cha corona walio wengi ambao walisurvive ni ambao hawakuwa na hofu. Mimi sio mtu wa siasa, lakini namshukuru Mungu kwa kiongozi ambaye alikuwa hapo wakati huo kututoa hofu. Alishughulika na hofu kwanza. Nafahamu kitu kile kwa aidha alikuwa anafahamu au afahamu, lakini nahisi alikuwa anafahamu, kwa sababu kama alipewa maelekezo alikuwa anafahamu. Hofu ni utelezi unaopelekea mazingira yaliyotamkwa ukakipokea. Sasa ulimwengu wa nuru una hofu na ulimwengu wa giza una hofu, na ndio maana kuna baadhi ya watu ambao pia Mungu aliwatokea. Biblia inasema hofu litanda, lakini hofu ya Mungu ni tofauti na hofu ya shetani. Unatakiwa kutofautisha mazingira ya hofu yamekujaje kujaje, na kama ni hofu imetokana na nini. Kama
kama imetokana na Mungu, hiyo hofu ni utelezi unaoleta, unakupelekea upate. Kama ni hofu ya kimungu, kwanza inakupelekea uwe na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukanielewa, umeenda sehemu kwa kuga afu ghafla petroli haijawashwa wala kiberiti hakuna wala mafuta hata, alafu moto unawaka kama Musa ilivyomtokea. Kitu cha kwanza Musa atanacho nini? Bila shaka ilikuwa ni hofu tu. Mazingira yaelewi, mara ghafla moto unawaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hofu ya kimungu inakupelekea kukutambulisha aliyekuja kwenye mazingira yako ni mkuu, ni namna gani unatakiwa kubehave. Alafu utakapotengeneza mazingira ya nidhamu kumpokea, hicho ndicho kitakachopelekea uweze kupokea kwa uhuru kilicholetwa na hiyo hofu. Kama ni hofu ya Mungu, itakuja na adabu na utii na hali kubwa ya usikivu, kwa sababu Mungu anapokuja anakujaga na maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Hofu ya kipepo inakuja kukutisha, na utakapotishika inakutengenezea mazingira ukubaliane na kitakachozungumzwa. Na ndio maana kuna watu wengi wameshindwa kuendelea, kwa sababu kuna mazingira ya kibiashara walikwenda kufanya kazi, na walipofika mahali hapo wakatishiwa na wakafungwa wakaondoka. Oya, mahali hapo ambapo walikwenda kuanzisha biashara ndio sehemu Mungu alipokusudia. Ulipofunga na kuondoka, walipokwenda hamna network ya biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe unapofunga biashara na kuondoka kwenda sehemu nyingine, kwa sababu hapo amekutishia, unakokwenda ndiko unakokwenda kumaliza mtaji wako na utafanikiwa. Kwa sababu hauwezi kuwa mshindi kama hujapigana. Unaogopaje vita? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema anawapa kuketi waliofanya nini? Walioshinda. Na kama wameshinda walipigana, nani anaogopa kupigana? Lakini rudi kwenye Efeso 6, hatupiganaji kwa namna ya mwili. Sisemi ukamkunje mtu mkate vitasa, Rudi kwenye maombi. Ndiko tunaposhindaga. Haleluya. Haleluya. Fungua kile kitabu cha Mithali. Kile kitabu cha Mithali 23:7. Mithali 23:7. Mithali 23:7. Biblia inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja na wewe. Mimi kitu ambacho nimekikamatia hapo ni huu wa kwanza anasema 23:7 Mithali, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukishasemaga mimi ndio siwezaji kutoaga kiasi fulani cha pesa, ndivyo itakuwaga hivyo hivyo. Ukishasemaga mimi ndio siwezaji kuvaa gauni nzuri, ndio itakuwaga hivyo hivyo. Kwa sababu wewe ndio umekubaliana na mazingira ya kuongoze kama yanavyotaka, lakini sio kama wewe unavyotaka kuiongoza mazingira. Na kwa bahati nzuri Mungu wetu hana upendeleo. Anamuumba mwanadamu. Mungu anamuumba mwanadamu tangu kipindi kile. Mungu anamuumba mwanadamu. Mwanadamu ndio akayaongoze mazingira, lakini sio mazingira yakaongoze mwanadamu. Ukishaanza kuona mazingira yanaongoza mwanadamu, shida haiko kwenye mazingira, yako kwa mwanadamu. Amekubaliana na mazingira ya muongoza. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye marketplace, ukienda kwenye marketplace, kama wewe umekubaliana na mazingira ya kupata hasara kwenye soko la biashara, sio soko la biashara linalokuonea, no. Umeamua kukubaliana na mazingira yatakayokupelekea usifanikiwe kwenye hilo soko la biashara. Wewe ndio umekubaliana na mazingira ya kuongoza, lakini tangu mwanzo Mungu hajamuumba mwanadamu mazingira ya muongoze. Amemuumba mwanadamu ayaongoze. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda vizuri? Au kuna mtu namwacha? Kwa hiyo aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. Biblia haijakosea. Namna ambavyo unajitazama ndivyo ulivyo. Kwa sababu ndani ya mwanadamu kuna mwanadamu halisi halisi. Wewe uliyekaa hapo, wewe sio wewe mpaka huyo wa ndani ajidhihirishe kuja nje ndio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sinaitwa Peter, lakini mimi hili nje ni box tu. Anayezungumza na nyie ni mtu atokaye ndani, analitumia ile box uweze kulisikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikimwambia
ukiniambia mimi yule wa ndani jinsi nilivyo na kukubaliana na mazingira, yule wa ndani yangu akinyong'onyea, akiwa disappointed, ndivyo mimi nitakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake, kwa sababu nafsi ya mtu, kwenye nafsi kuna vitu gani? Kwenye nafsi kuna composition ya utasi, kuna utashi, kuna hisia na kuna mawazo. Na ndio maana mtu akifariki hatusemi fulani anakuja, tunasema mwili wa fulani unakuja. Kwa nini ni mwili wa fulani? Kinachomfanya awe fulani by that time hakipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukizoeza kuidogosha nafsi yako ambaye ndio wewe kule ndani, vivyo ndivyo utakavyokuwa. Watu baanza biashara, mimi sina hela, yaani ni mimi. Yaani kana kwamba tumekonea. Kanisa kwenye kwaya anasema kuna mchango wa uniform shilingi 12,000, naanza mimi kwa sababu wao wana hela ndio wamechagua uniform ya bei, kwa sababu mimi mtoto wa Mungu, huduma haiwezi kwenda bila hela. Huduma inakwendaje bila hela? Sasa tuache kusema kwa sababu wewe utasema mimi. Nani ameshakulimana? Unafahamu vile vichula vya Shabani ukivishika tunalia, si ndio? Sasa tusikushike kwa sababu utalalamika. No. Yesu alikuwa na huduma, si ndio? Lakini kulikuwa kuna watu kina Martha walikuwa wana finance huduma ya Yesu. Kuna sehemu Yesu alikuwa anauza matikiti. Kuna sehemu Yesu alikuwa anatoza ushuru au anachangisha watu hela. Ulikuwa unashuhudia tu watu wanatembea, wanapiga injili, mambo yanaenda, si ndio? Lakini kuna watu ambao walikuwa ni wanafunzi wa siri wa Yesu, walikuwa wana finance huduma ya Yesu. Kila kitu kinahitaji fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo hicho kiti tu kuna hela imetokaga. Hata kama ulipingaga tununue, lakini kuna hela ilitoka na umekale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiwa ni mtu wa kulalamika kila wakati, utajikuta hata unapoenda mbele za Mungu unakosa player point, unakuwa ni mtu wa kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kila mtu anayelia kanisani ukafikiri amefika to the climax level ya ibada sasa anabubujika. No. Kuna mtu mwingine na machungu yake sasa ndio analia, analalamika kwa machozi. Yaani kama machozi angekuwa na uwezo wa kusema huyu analia nini, ungekuwa unasikia huyu analia fedha, huyu analia michango ya kanisa, huyu analia mume wake, lakini sio kama anaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisemi sio kila mtu anayelia ni mnafiki ana. Kwa mfano mimi nafsi ukinikutaga ninalia, na mara nyingi mimi kwenye maombi huwa ninalia. Hakuna mtu angesema naomba unalia na ndevu. Kiukweli mimi ukinikuta ninalia, basi ndio prayer point ambayo nilikwenda nayo ni ya shukrani. Mimi mara nyingi maombi ya shukrani ndio yanayonilizaga. Mara nyingi ndio naliaga maombi ya shukrani. Maisha ambayo tunaishi sio kwamba ambao wametutangulia wamemkosea sana Mungu ndio maana wametangulia. Sio huo umbali kimaisha uliotembea nao unafanikiwa, sio kwa sababu wewe umempa rushwa Mungu. Kuna vitu ambavyo umepata, kuna watu wamekosa. Kuna mahali fulani nikaambiaga mimi muujiza wa kwanza kabla Mungu hajaifanikishaga kampuni yangu, muujiza wa kwanza ambao kwangu mimi nauonaga huu ni muujiza, ni Mungu kuniamsha asubuhi. Kwa kabla sijaanza kwa kaunti miujiza ambayo Mungu amenipa ni ile tu kuamka asubuhi. Kuamka asubuhi mimi kwangu waga ndio muujiza wa kwanza. Ukiachana na vitu vingine ambavyo naviomba kwenye siku, mimi natabia kuamka asubuhi kuitamkia siku baraka, sijui wewe. Na mimi na ministry yangu pia ambayo tunaamka asubuhi saa 11, tunamshukuru, tunamkabidhi Mungu siku nzima. Kama Mungu leo anategemea kukusanya milioni 20 kwenye biashara yangu au milioni 2 au 300,000 kwenye biashara yangu, ninaomba vipi ndivyo itakavyokwenda kuwa. Unamwomba Mungu hivi ikawe hivyo, ninapotoka nitoke salama, nirudi salama. Yaani unaisemesha siku. Bwana Yesu asifiwe. Alafu nawaambiaga tukirudi saa 4 ni online, tukirudi saa 4 tunaambia Mungu asante, tumerudi salama. Hata kama hatujafanikisha vitu ambavyo tulikuomba asubuhi, lakini tumekuwa. Mungu anasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi yangu kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Hajaweka exemption clause kwamba kuna baadhi ya vitu vikitokea ndio nishukuru. Amesema shukuruni kwa kila, haijalishi ni mabaya au shukuru kwa kila. Kwa mnakuta
Ndivyo maisha ya Kristo yanavyotakiwa kuwa. Asubuhi amka, ongea na Mungu. Jioni rudi mshukuru, ongea na Mungu. Lakini sio rudi na mikesa, Mungu nimekuja, niliomba asubuhi nipate faida, nimepata hasara. Ona yule jirani yangu amefanikiwa leo, wateja walikuwa wanakuja kila siku. Sio maombi. Tunaomba vibaya. Nafsi yako ukiizoeza malalamiko, wewe utakuwa ni mlalamikaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani ya mtu, ndani ya nafsi ya mtu kuna mawazo, kuna hisia na kuna utashi. Jifunze kuipa nafsi yako vitu vya kimungu. Jifunze kujisemesha wewe kutokea ndani, kana namna ya kwamba wewe unaweza kujielewa. Kwa mfano, ikitokea kwenye ibada hii tuko watu 5, kimsingi ni 5 kwa namba, lakini tuko 10. Kuna wewe alafu kuna wewe bi yake. Kuna wewe alafu kuna wewe yake mwingine ambaye yuko ndani yako. Yaani wapo walipoka kwenye kiti mko wawili au peke yako. Jifunze sasa kumsemesha yule mwenzako mwingine ambaye ndio wewe huyo. Ajifunze kujinyenyekesha kwa Mungu. Kwa sababu namna ambapo wewe huku nje utajiona na kwenye nafsi yako ndivyo kutakuwa hivyo. Na kwa bahati nzuri au mbaya, Mungu anakaa ndani. Huku ndani usipokutengeneza ni hatari, kwa sababu kunaweza kukakosekana na uwepo wa Mungu, na huku ndani mwako kukikosekana na uwepo wa Mungu, wewe kama mwanadamu utakuwa hauna uungu. Kama Mungu aliweza kuamuru vitu kwa neno vikatokea, wewe utashindwa kuamuru vitu kwa neno vikatokea. Hata watoto wadogo watakudharau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna ambavyo mtu anajichukulia, namna ambavyo unajitazama, kuna nguvu ambayo itakupeleka wewe kuwa hivyo. Tusome kile kitabu cha Hesabu 13:33. Hesabu 13:33. Hesabu 13:33. Hesabu 13:13, Biblia inasema hivi. Hesabu 13:33. Hesabu 13:33. Biblia ya Mungu inasema hivi. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Musa alituma jopo la watu kwenda kuipeleleza nchi ambayo Mungu aliwaahidi. Si mnakumbuka? Mnakumbuka? Alivyowatuma akawataka walete report. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kuona kuna watu wamempelekea bosi wako ripoti mbaya. Wewe unajichekesha kwa bosi wako, unafikiri mambo yanaenda vizuri, kumbe kuna watu wamepeleka ripoti za hovyo. Kuna wakati unakuja kanisani kusali, unajiona uko sawa, kumbe kuna watu wamepeleka ripoti zako za hovyo kwa wazee wa kanisa. Namna ambavyo wanakutazama sivyo wewe ambavyo unawatazama. Biblia inasema hawa watu walivyoenda kuipeleleza nchi ya ahadi, walipofika, anasema tuliwakuta wao jamaa wa Nefili ni walefu. Anasema wale majamaa ni kama wanakula watu, sisi tukajiona kama nini? Kama mapanzi. Kimsingi walikuwa wanapingana mchongo wa Mungu kuwatoa Misri kwenda nchi ya ahadi, kwamba tumekataa kwenda kwa sababu huko nako tupeleka kunao majamaa wanakulaga. Kwanza tu wakatuona sisi kama mapanzi. Let me ask you the question. Kwani wale majamaa waliwaambia nini mapanzi? Ila nafsini kwao wakajitamkia sisi kama vile ambavyo umesema biashara fulani za kina Sanga peke yao, biashara fulani za kina Mangi peke yao, biashara fulani ni za Waha peke yao. Mimi mtaji wa milioni 50 mimi nitafikisha. Waache tu kina Sanga. Wale si wale uwaga, wanaloga, wanandamu.
vitu haviwezi kutoka, yaani kuna vitu utajaribu kuviprinti kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili, vitagoma. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako umeshajikataa tangu mwanzo. Kuna mtu amesikia kuna chagizi la vyombo, amesema wanao tena. Sasa wewe mwenyewe unacheza hapa, unafurahi, zimenunuliwa. Mimi na uhakika, mimi si Malawi yani. Mimi na uhakika kuna watu wakija kanisani kwa sababu kuna agenda ya chagizi. Na uhakika. Naelewa. Ni hatari mno. Mbele za Mungu hatuji kwa sababu ya subject matter. Tunakuja kwa sababu ya moyo uliokuwa tayari. Na hata Mungu pia kupokea sadaka. Alisema mwenye moyo wa kupenda. Aliweka exemption, mwenye moyo wa kupenda. Kwa hiyo hata kama hauna sadaka siku ya leo, njoo kanisani. Mungu anautazama huo moyo wako. Hata kama utakuja na 500, itapiga kelele kwenye kapu. Mungu ndio anayoiona hiyo kutoka kwenye moyo wako. Mimi nikitoa shilingi 50,000 au 200,000, nitakuwa sina maana kama nimemlilia Mungu wakati nilipata milioni 2 kwenye wiki nzima. Lakini kama utatoa 500 na moyo wako na kushuhudia ndio ulioitoa kwenye sehemu ya mapato yako, wewe umetoa zaidi kuliko uliotoa 500,000. Sasa unaona aibu kwa sababu na 500 itapiga kelele kwenye kapu. Sijui kama kwenye ulimwengu wa roho serikali ya Tanzania ilikuwa inaelewa hiki kitu, kutoa 500 za noti. Kama tunazeti za shilingi kitoa ipige kelele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawakasirisha. Nasema mchungaji umetoa wapi? Vijana wanafukuka kuleta watu wa ajabu maajabu. Kwa hawa jamaa walileta ripoti ya ajabu. Walileta ripoti ambayo ndani yake inapinga mpango wa Mungu usitimie kuwatoa wana wa Israeli nchi ya utumwa kupenda kwenye nchi ya nini? Kwa ahadi. Na hakuna kitu kizuri kinachopatikana bila maumivu. Hakuna. Hiyo ni roho ya umaskini. Ukishaanza kuona kuna mtu anajionea huruma, hiyo ni roho ya umaskini. Hiyo ni roho ya umaskini. Unajionea huruma, hiyo ni roho ya umaskini. Tuko kwenye dunia ya ajabu ambayo hakuna mtu atakayeonea huruma. Na kwa bahati mbaya, acha kujieleza mbele za watu, mimi hata jana sijalala vizuri, hata jana sijala, sina hela, hata mimi. Acha kujieleza. Unjieleza nini? Kapige kazi, kapige mzigo, ulete hela kanisani. Huo ndio kweli. Acha na kwa bahati mbaya ukijieleza kwa watu hata wakusaidii, asilimia kubwa watoi msaada. Utasikia huyu naye tena ndio kashaanza kujieleza. Huyu naye tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna ambavyo wewe unavichukulia ndivyo ambavyo utakuwa. Hawa jamaa walileta ripoti mbaya kwamba sisi tulijiona ni mapanzi, hatufai. Wale watu ni makubwa, ni majianti, wanakula watu kama wewe ambavyo unawaona wenye mitaji mikubwa wameloga. Na kwa kwamba wewe huwezi kuwa na mitaji. Lakini Yoshua na Caleb wakasema hapana. Hawa jamaa Mungu akitoa uvuli juu yao ya kwamba ni warefu sawa, ya kwamba ni wafupi sijui sawa, ya kwamba ni wanene sawa. Mungu akitoa uvuli, hao jamani takataka tu, hiyo nchi tunaimiliki. Wasinge kuwepo kina Yoshua na Caleb, wala waweze nakwambia wasingevuka, wasingeenda. Mungu akupe kina Yoshua na Caleb kwenye maisha yako, ambao watakupa nguvu, watakupa moyo kwenye hicho unachokifanya, watakusaidia kuvuka kwenye hiyo biashara, watakusaidia kuvuka kwenye hiyo ndoa, watakusaidia kuvuka rikoshete ya maanzo, watakusaidia kuvuka kwenye haya maisha ya huduma. Kuna watu wamepeleka ripoti mbaya kazini kwako. Yamkini hata sasa hivi kwenye management wanakusudia kukuterminate mwezi wa 12, wasiendelee na wewe kwenye mkataba wa kazini kwako. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamepeleka ripoti mbaya zinazokuhusu wewe. Ni our good God atume kina Yoshua na Caleb kwenye hicho kikao cha baraza cha kazini kwako, wakazungumze mazuri yako na Mungu akakutetea. Mwanadamu anahitaji mtu mmoja tu wa kumvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
lakini pia anahitaji watu wa kumrudisha nyuma asiendelee, ili apate nguvu ya kuendelea. Ukiwa kwenye comfort zone, hakuna matatizo, kuna kujisahau. Na kuna watu wengine watakutana matatizo ndio kabisa wanasema sisi tumekufa, hatuwezi kuendelea. No. Kuna mwingine anaamua kudeclare interest kwamba ugonjwa fulani na wakwetu fulani alikufa na kansa, na mwingine na kansa, na mimi itakuwa ni kansa, nitakufa tu. Ukiamua kujitamkia ulivyojitamkia, ndivyo utakavyokuwa. Ndivyo utakavyokuwa. Yaani hakuna kisema utakavyokuwa ndivyo hivyo. Ndivyo hivyo. Hakuna muujiza ambao utaupata, ila vile ambavyo umeamua wewe kuwa ndivyo utakavyokuwa. Sio umeamua wewe. Haleluya. Kina Yoshua na Caleb wakaleta ripoti nzuri. Kumbuka kina Yoshua na Caleb walienda pamoja na hawa wengine kwenda kuipeleleza nchi. Kumbuka wamekwenda pamoja, hawa wanaleta ripoti mbaya ya kushindwa, hawa wengine wanaleta ripoti nzuri ya kuwafanikisha. Kuwa selective. Na sijasema uwe mbaguzi, nimesema kuwa selective. Chagua watu wa kutembea nao. Huwezi kutembea na kila mtu kwenye safari yako. Huwezi kutembea na kila mtu. Otherwise, umemjua huyo mtu kwamba hawezi kukufikisha unakofika, hilo unamhitaji. Kuna wakati mwingine tunataka tukutane na mambo magumu kutoka kwa watu ambao tunawaamini, ili kusudi hayo magumu yakitokea tupewe nguvu ya kuendelea. Ukiwa kwenye sehemu ambapo hakunaga dhoruba, ni ngumu sana kufanikiwa. Ushajiuliza kwa nini barabara inakona? Ingekuwa barabara imenyooka tu mpaka Mbeya, kulikuwa na ajali nyingi sana. Madereva wengi walikuwa wanalala. Si unakanyaga tu wewe sasa hivi unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ila zinakutia umakini kwamba kama nilidondokaga hapa, this time nisiondoke niende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ugonjwa huu ulimwaga fulani, kuna namna kuepukana nao, au kama tayari nao niishi nao. Kwa bahati nzuri au mbaya, Mungu ametupa tuishi duniani kwa kutumia vitu vingapi? Tutumie akili, tutumie na imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa vitu viwili kuishi duniani, akili na imani. Sehemu ya kutumia imani ukatumia akili haupati matokeo, na sehemu ya kutumia akili ukatumia imani haupati. Wakristo wengi sehemu za akili wameziweka kando, wanataka kutumia imani. Na ndio maana Mungu akasema leteni fungu la 10 kanisani. Anajua utaenda kupiga mzigo huko. Hiyo ni akili. Kapige mzigo huko. Unataka kujifunza kuhusu biashara, kajifunze. Miaka 10-20 unapika tu maandazi. Huu mwaka wa 30 unapika tu maandazi. Kwa nini una bakery? Bakery umeweka kiana. Hiyo biashara yako, mbona uende kujifunza zaidi ya hapo? Miaka 10 unawasuka watu nyumbani kwako pale upenuni, mpaka wanauliza mume wako yupo alipo, njoo basi unisuke la kalaka. Kwa nini usifungua saluni? Unasuka watu nyumbani upenuni kwako. Kwa nini? Kwa nini usiwe na ofisi yako? Nikifungua saluni ndio za wale mimi nitapata navyo mtu nafsini mwako. Kwa kuna nguvu kubwa ya wewe kuwa kama ulivyo, na watu wengi sasa hivi wako kwenye status ya maisha kwa sababu ya ambavyo wamekuwa. Wako kwenye maisha ambayo wapo sasa hivi kwa sababu ya namna ambavyo wao wanajitazama. Haleluya. 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 Kina Yoshua na Caleb walileta ripoti nzuri. Hawakuleta ripoti mbaya, licha ya kwamba walikwenda pamoja na wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda sawa? Tunakwenda sawa? Amen. Nabidi kaka kimini kidogo. Sawa. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:35. Kuangalia kama mifano minne na huu ni mfano wa pili, alafu tufanye maombi. Maana kuna watu walishakubaliaga hiyo hali ambayo wanayo kwamba ni ya kwao. Sio sawa. Tangu mwanzo Mungu akuumba hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza 17:33. Samueli wa kwanza 17 ile 33. Biblia inasema hivi: Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kuendelea kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu mtu wa vita tangu ujana wake. Kwa namna nyingine,
na waweze kufukuzwa. Anapeleka proposal, kwa Asuero kwamba Wayahudi wote wafanye nini? Wauawe. Sio tu mchongo, akaandaa na budget. Unielewa? Biblia inasema aliandaa na budget ambayo itatekeleza mchongo wote. Kama ambavyo sasa hivi kuna watu kule kijijini kwako wamekaa kitako wakatengeneza na budget ambayo hiyo budget inatosheleza kununua mbuzi wa kafara ili kukutamkia maneno magumu wewe. Ndivyo ilivyokuwa kwa Wayahudi. Ulitengeneza mchongo, ukaandaliwa kama agenda, ikatengenezwa na budget ili tuone Waisraeli wafe, ili Wayahudi wafe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akitaka kukuangusha anatengeneza mazingira, anatengeneza mchongo. Ikiwezekana unaweza kusema mtoto wangu anaumwa hapa, tumpeleke hospitalini, watu wasikuchangie. Mtoto wangu ana kitu gani? Labda ni ada, watu likitengenezwa fatiki la ubaya, watu watachana. Kwa hiyo jamaa akatengeneza mazingira ya kwamba wana wa Israeli Wayahudi wote waweze kuuawa, na kama hiyo haitoshi, akaandaa na budget, akapeleka kwa mfalme akaipitisha, Asuero akaipitisha. Lakini Esther kwa ujasiri akatangaza mfungo wa siku ngapi? Siku 3. Anakwenda kwa mfalme kinyume na taratibu na sheria zao. Biblia inasema siku 30 Esther ngoja muone mfalme. Lakini by that time na unakwenda ukiwa appointed. Hauendi mbele za mfalme kama hujaitwa. Unaenda ukiitwa hata kama ni malkia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ujasiri akaiambia nafsi yake ninakwenda. Ujasiri aliokuwa nao na nafsi yake alipoipa nguvu ya kwenda, alikwenda na akawaokoa. Biblia inasema kwamba Esther alipomwita Hamani faragani pamoja na mfalme alipowakaribisha Esther akisema no, kesho. Bwana Yesu asifiwe. Na kesho ilipofika, Hamani akaondoka by that time. Aliondoka kurudi nyumbani, akaenda kuambia washikaji zake, kama mtu ni mkubwa, rafiki zake watu gani? Ni mabaraza na waziri hivi, kwamba huyu mtu kesho tunakwenda kumwangusha. Ni vitu vya kipumbavu sana sasa. Huyu Hamani anapigana na Mordekai. Mordekai ni mlinzi tu kwa getini. Huyu jamaa ni waziri mkuu. Anapigana na mlinzi amekaa getini. Na ndio maana kuna vita inatokea kwenye maisha yako. Unashanga huyu mtu ni bilionea, ana mapesa na magari na majumba. Mimi ni maskini mdogo kula kwangu kwa taabu. Anaanzishaje vita na mimi? Ulichonacho ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasemaga kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Namna ambavyo unamtreat mtoto wa nyoka, unamtreat kama mama yake. Unapopiga mtoto wa nyoka, unapiga kama unapiga mama yake. Nyoka ni nyoka tu. Sisi ndogo mimi nyoka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mkumuta kama ambavyo ungemkumuta na. Kwa hiyo unashangaa huyu mtu ana kila kitu. Mbona unisema mabaya? Kanisani kwa huyu jamaa anakuja na magari yake hapa na familia yake na nini? Lakini mbona ndo anaongoza vikao vya kunisema kanisani? Mbona ndo anaongoza vikao vya kunisema kazini? Ana kila kitu. Mimi mpaka nifike kazini nimepanda daladala 6. Huyu mtu ana kila kitu. Hiyo vita inatoka wapi? Ameona ulicho nacho. Muda ukifika wewe utakuwa ni mkubwa kuliko yeye. Anakutreat nyoka kama mama yake. Anakukumuta mkonea huruma kwa sababu wewe tukikupa muda ukikua utatusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Hamani akaamua kupandisha vita, lakini hiyo vita ilianzia kwa Mordekai. Jamani, mlinzi tu anakaa getini. Kama ambavyo watu wamekushurutisha, lakini Esther akaiambia nafsi yake, na akajipa ujasiri kwenda kwa mfalme kinyume na taratibu na akashinda. Biblia inasema huyu jamaa walipoangalia kwenye kile kikao, akaenda kuambia watu, andaeni kitanzi cha kunyongea.
wanamnyonga Mordekai. Na wana wa Israeli, bajeti imeshaandaliwa, bajeti imeandaliwa ya kwamba wote wafe, Wayahudi wote wafe. What happened? Kilichotokea, kesho asubuhi Esther anafanya mfalme, anampa aliyompa. Mfalme akasema, pelekeni nje Hana. Kile kitanzi ambacho alikiandaa kwa ajili ya kumjini kwenu, mimi sijui, zikapate kuwa ndio kielelezo cha anguko lao. Shimo waliolichimba kwa ajili yako wakafukiwe kwa damu ya Yesu Kristo, wakafukiwe wao. Yule aliyepeleka mchongo wa kukuangusha kazini kwako, yamkini mwezi wa 12 utakosa mkataba kazini kwako, Mungu akatengeneza anguko lao. Na ndio maana anasema kwamba Mungu katika kitabu cha Zaburi anasema wawekee utelezi. Daudi alikuwa anajua yale maombi ni maombi magumu. Wawekee utelezi waanguke tu, hakuna kumwonea huruma. Mtoto wa nyoka ni nyoka, hamna umri. Ni nyoka huyo. Amina. Kama kwenye ulimwengu leo unaweza kumkumuta mtu mkumute. Ukinikuta kuna wakati mwingine mimi nimeshika hata kimchi kile cha chapati au mwiko, napiga hivi napigaga tu. Unaweza kunikuta mwehu. Lakini mtoto wa nyoka ni nyoka. Ulimwengu wa roho hakuna umbali. Mimi nakwambia hata sasa hivi kama kushika fimbo, umchape sina yako kule kijijini wewe unamjua, atapata maumivu tu. Alikuwa ameshuhudia mama yangu mimi mzazi. Mama yangu ameokoka. Ni mmoja wa watu ambao ananifundisha kwa swala imani. Anasema aliwaona watu ambao wanamsumbua. Nyumbani sisi sasa. Akasema aliwaona watu ambao wanamsumbua kwenye ulimwengu wa roho kanisani. Anasema hiyo alfajiri aliamka, aliwachapa sana. Aliwachapa mno mpaka nafsi yake ilipolizika. Alipomaliza kwa kumuta, anasema wale watu sio watu wa kukosa kanisani na wanakaga viti. Akasema hawakosi, hakuwakuta ibadani. Wote kwa majina yao. Hakuwakuta kanisani, aliwakumuta. Ulimwengu wa roho hauna umbali. Unapomhudumia mtu kule kijijini kwako aliyekusumbua, mhudumie vizuri, mshughulikie. Usimwonee huruma. Mimi nakwambia hawakuoneani huruma. Hawajewe kule hawakuoneani huruma, ila wewe tu ndio huruma. Wewe tu ndio huruma. Ila wao ukiwakuta wanatamka vitu vyao, wanavunja nanasi, wanachinja yule mbuzi, hawamwangalii usoni. Wewe